bora wajue tuna hali gani mpaka sasa na nini kilikuwepo, nini kiliendelea na tunaendeleaje. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru wakazi wote wa mkoa huu wa Tabora kwa kazi kubwa ya kizalendo walioifanya katika kipindi chote hichi cha uchaguzi mkuu uliopita. Napenda kuwafahamisha wananchi wote wa mkoa huu wa Tabora kwamba hali ya usalama wa mkoa ipo salama na mkoa wote upo salama na viunga vyake. Hali ni shwari na hali ni tulivu. Pia mkoa wa Tabora wananchi wameendelea na shughuli zao za kila siku za kujitafutia. Hakuna kikwazo, hakuna kikundi wala mtu ambacho kimeleta tishio. Kama nilivyowaambia viongozi wa dini, viongozi hawa wa kamati ya ulinzi na usalama wamesimama kidete, na wao kwa kweli nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa. Yapo mambo mengi ambayo kama kila mmoja angekuwa anajua vikosi hivi vinafanya kitu gani, basi inawezekana taharuki au wengine wasipate usingizi. Lakini tunasimama, vikosi hivi nasimama ili nyote nyie muweze kupata usingizi na nyote nyie muweze kufanya kazi zenu bila hofu, ambapo kazi hiyo ya kiusalama vikosi hivi vimeitekeleza kwa dhati kabisa. Shukrani zote ziende pia kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kwa kuonesha uvumilivu, ustahimilivu na upendo kwa taifa letu. Wananchi wamekuwa mfano, wananchi wa mkoa huu wa Tabora wamekuwa mfano wa kuigwa kwa kudumisha amani na mshikamano hata katika kipindi cha kampeni na uchaguzi. Mshikamano, amani, upendo vilitamalaki. Kwa hiyo sifa hii kiukweli tunawapelekea wananchi wote wa mkoa wa Tabora kwa jambo hilo jema walilolifanya la kimungu. Na washukuru pia viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali yote yaliyopo katika mkoa wetu kwa kuendelea kuhubiri amani na umoja. Michango yenu pia viongozi wetu wa dini imekuwa muhimu sana katika kulinda utulivu wa jamii yetu, na nyinyi wote mmekuwa ni mashahidi, mnaweza mkaona hali ya utulivu tulionayo. Vile vile niwashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama na kuvipongeza kwa dhati kabisa kwa uadilifu, weledi, ushirikiano na mshikamano mkubwa walioonyesha na walio nao, licha kuwa unaweza kusema ni jukumu lao, ni kazi yao, lakini pia uadilifu na weledi pia inatokana na mtu mwenyewe. Na washukuru sana na wapongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama. Pamoja na hali hii nzuri, napenda kusisitiza kuwa tusibweteke ndugu zangu, wananchi wote wa mkoa huu wa Tabora, kwa sababu mhalifu sura yake haijulikani, na hajulikani kwa sura, kwa mavazi, kwa umbo na kwa namna yote ile uweze kumtambua. Kwa kadri ambavyo wananchi wa mkoa wa Tabora mmeendelea kuwa chanzo cha taarifa, naomba msibweteke, tuendelee kuhabarishana. Tumekuwa tukisemezana nyakati zote kwamba tutoe taarifa, usiende kupambana na mhalifu. Toa taarifa ili uhalifu uweze kudhibitiwa na vyombo ambavyo vina taaluma hiyo. Kwa hiyo niendelee kuwashukuruni sana wananchi wa mkoa wa Tabora kwa jukumu hilo na kwa jambo hilo ambalo mimi napongeza sana kwa dhati kabisa, mmelifanya kwa umakini mkubwa. Ndugu zangu, amani ni urithi wetu, ni tunu ambayo lazima tuilinde kwa vitendo. Tuendelee kuwa wamoja, wachapakazi na wenye nia njema kwa maendeleo ya taifa na kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Tabora na taifa letu kwa ujumla. Hatuwezi kwenda kuomba mahala amani. Amani tutaitengeneza sisi wenyewe. Kwa tuendelee kuwa tulivu, tushikilie amani tulionayo, tusije tukakubali kudanganyika. Yapo mazingira mengine ambayo katika nchi zingine sisi ni mashuhuda, tunaona, na sisi wenyewe hapa mkoa wa Tabora tunayo kambi ya wakimbizi. Nilikuwa nawaambieni siku ile, ipo hapa tangu mwaka 72. Wale ndugu si kwamba hawataki kurudi kwao, lakini ni kwa sababu amani haijawa sawa ili waweze kurudi makwao. Kwa tusije tukadanganyika
tukaipoteza amani hii tulionayo. Naombeni tuidumishe. Lakini niwaambie ndugu zangu, wananchi wa mkoa wa Tabora, katika kipindi hichi wakati kampeni zikiendelea na wakati wa uchaguzi, yapo matukio ambayo mnaweza mkafikiri kwamba tulikuwa salama sana. Ni kweli tulikuwa salama, lakini ni kwa sababu wenye majukumu yao waliyatekeleza kwa dhati. Nimewaambia vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi yao kubwa. Tunayo intelijensia nzuri sana na imara sana katika mkoa huu. Kwa hiyo attempts zote ambazo zilijaribiwa kufanya mambo ya hapa na pale, kwa kweli hao watu walikamatwa kabla hawajafika kutekeleza yale waliokuwa wamekusudia. Yapo maeneo vyombo vyetu viligundua watu ambao wana nia mbaya wamepanga aidha kuchoma moto au kulipua. Vyombo vyetu viligundua mapema. Ndio maana wananchi wa mkoa wa Tabora mliona tuliweka vizuizi vingi huko mabarabarani, ili kuhakikisha kila anayeingia katika mkoa huu anaingia akiwa salama na atatoka akiwa salama. Baada ya kubaini vitendo hivyo na maeneo hayo ambayo watu hao walikuwa wamekusudia, kwa mfano walikuwa wamekusudia baadhi ya sheri hapa mjini, ikiwemo ile unaenda Sikonge pale, inaitwaje ile sheri ya Sizia, walikuwa wameibainisha katika orodha yao. Hapo katikati kwa Suma hapo Unique, hao wahalifu walikuwa wamebainisha katika orodha yao kwamba watailipua. Sasa hatujui walikuwa wanataka kulipua lini, lakini walikuwa wamebainisha. GBP walikuwa wamebainisha, Lake Oil walikuwa wamebainisha, Meru walikuwa wamebainisha, lakini walikuwa wamebainisha makazi ya viongozi wa serikali. Walikuwa wamebainisha ofisi na makazi ya viongozi na ofisi za Chama cha Mapinduzi na ofisi za serikali. Lakini walikuwa wamebainisha ile yadi ya mabasi ya NBS kwamba wailipue, na bahati nzuri vyombo vyetu vya usalama vilitambua hilo mapema, na waliokuwa wamepanga kufanya kazi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mtu anaitwa Abdalla Hamadi. Alikuwa amepanga madumu ya lita 20 yenye petroli na alikamatwa red handed. Kwa hiyo tulidhibiti kwa namna hiyo. Ndio maana viongozi hayo mambo hamkuona yakitokea, si kwamba hayakuwa yamepangwa. Yalikuwa yamepangwa, lakini yalidhibitiwa. Katika hayo huyo mtu tumemshikilia, yupo polisi, na nafikiri atafikishwa mahakamani kujibu kesi hiyo aliyokuwa nayo. Tunaye mtu anaitwa Daudi Paulo Ndaro, ambao ni kati ya tuliowakamata walikuwa wamepanga mambo mabaya. Tunaye mtu anaitwa Yusufu Jumanne, naye tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anajulikana kwa jina moja tu la Warioba, tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anaitwa Shabani Swaleh Mshiru, naye tunamshikilia pale polisi. Tunao vijana 5 ambao tunawashikilia, jeshi la polisi limewashikilia, na baada hatua za kisheria kukamilika watafikishwa mahakamani. Wote hao walikuwa wamejipanga kwa namna tofauti kuhakikisha aidha sehemu nyingine zitachomwa au zitalipuliwa au kufanya maangamizi ya aina yoyote kulingana ambavyo walikuwa wamejipangia. Na mmoja akiwa ni mtumishi wa kujitolea katika hospitali yetu ya mkoa wa Rufaa Kitete, tunaye tumemshikilia huyo kijana, yuko polisi pale. Kwa hiyo na wengine wapo ambao tunawatafuta baada ya kuona wenzao wamekamatwa. Wao walikimbia, lakini wahakikishieni wananchi wa mkoa wa Tabora tutawakamata. Hawatakuwa na pa kukimbilia. Nchi hii ni moja, serikali hii ni moja, na hakuna kitu kinafanya kazi kwa weledi kama serikali. Hasa majeshi haya ya uchunguzi hawatakuwa na usalama popote atakapoenda katika viunga vya nchi hii. Mimi niwahakikishieni tutawakamata na vyombo vya sheria vitachukua mkondo wake. Hayo ndio nilikuwa nataka niwaambie. Kwa hiyo tunao watu 5 ambao wakati wote kuanzia sasa tutawafikisha mahakamani, na hatutakuwa na mchezo katika hilo, kwa sababu hatujui
Kama haya yange